Marekani. Ukraine yasema Urusi imefanya mashambulizi 39 ya droni usiku kucha. Na Umoja wa Mataifa wasema Sudani yakabiliwa na mgogoro mbaya kabisa wa kibinadamu huku miaka miwili ya vita nchini humo ikikaribia kukamilika. Habari kamili. Beijing. Rais wa China Xi Jinping ameuhimiza Umoja wa Ulaya kushirikiana na Beijing katika kupinga hatua za upande mmoja za uonevu na bugdha, akizungumzia ushuru uliowekwa na Rais wa Marekani Donald Trump. Shirika la habari la serikali ya China Xinhua limesema wakati alipokutana na Waziri Mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez leo Ijumaa mjini Beijing, Rais Xi amesisitiza juu ya umuhimu wa ushirikiano kati ya umoja huo na China katika kupoza makali ya vita vya kibiashara vinavyoongezeka na Marekani. Mwaka huu unaadhimisha miaka 20 tangu kuanzishwa ushirikiano wa kimkakati kati ya China na Uhispania na ni miaka 50 tangu kuanzishwa kwa mahusiano ya kidiplomasia kati ya China na Umoja wa Ulaya. China iko tayari kushirikiana na Uhispania kujenga ushirikiano imara zaidi na wenye nguvu ili kuboresha hali ya maisha ya watu wa nchi zote mbili, kuleta kasi mpya katika mahusiano kati ya China na Umoja wa Ulaya na kutoa mchango mkubwa zaidi kuimarisha amani ya dunia, uthabiti na maendeleo. Waziri Mkuu Sanchez kwa upande wake amewaambia waandishi habari baada ya kukutana na Rais Xi kwamba misuguano kuhusu biashara haitakiwi kukwamisha mashirikiano kati ya Umoja wa Ulaya na China. Kiev. Jeshi la anga la Ukraine limesema hivi leo kwamba Urusi imefanya mashambulizi 39 ya droni na moja la kombora la masafa marefu katika kipindi cha siku moja iliyopita. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa katika mtandao wa X, jeshi la anga limezitungua droni 24 na nyingine 13 hazikuyafikia maeneo yaliyonuiwa kushambuliwa kutokana na uwezekano wa hatua za kielektroniki za kivita kuyakabili mashambulizi. Wakati haya yakiarifiwa, utawala wa Kremlin umesema leo kwamba mjumbe maalumu wa Rais wa Marekani Donald Trump kwa mzozo wa Ukraine, Steve Witkoff, anafanya ziara mjini Moscow. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amethibitisha ziara hiyo ya Witkoff na kusema Urusi itatoa taarifa kama mjumbe huyo atakutana na Rais wa Urusi Vladimir Putin. Gaza. Wakala wa ulinzi wa umma katika ukanda wa Gaza umeripoti kwamba shambulizi la alfajiri la kutokea angani lililofanywa na jeshi la Israel leo limewaua watu 10 wa familia moja, wakiwemo watoto 7 katika mji wa kusini wa Khan Yunis. Msemaji wa wakala huo Mahmoud Basal amethibitisha kuuawa kwa watu hao, akisema maiti zao zimepelekwa katika hospitali kufuatia shambulizi hilo lililoilenga nyumba ya familia ya Al-Fara katika eneo la kati la Khan Yunis. Jeshi la Israel limesema linafuatilia shambulizi hilo. Watu walioshuhudia wameripoti kuhusu mashambulizi makali ya vifaru vya Israel huko Khan Yunis. Wakala wa ulinzi wa umma pia umeripoti kwamba watu 2 wameuawa katika shambulizi lingine la Israel lililolilenga kundi la raia katika eneo la Al-Atarta katika mji wa kaskazini wa Beit Lahia. Mapema leo jeshi la Israel limetoa tahadhari ya dharura kuwataka wakazi waondoke katika maeneo kadhaa ya mashariki mwa mji wa Gaza. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Umoja wa Mataifa, New York. Vita vilivyodumu karibu miaka miwili vimeitumbukiza Sudan katika mgogoro mbaya kabisa wa kibinadamu na kuifanya nchi hiyo ya Afrika kuwa taifa pekee linalokabiliwa na baa la njaa. Hayo yamesemwa hivi leo na afisa wa cheo cha juu wa Umoja wa Mataifa. Mratibu wa masuala ya dharura wa shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Sudan, Shaun Hughes, amesema karibu watu milioni 25 wanakabiliwa na njaa, huku watu wakifa katika maeneo yanayokabiliwa na njaa huko Darfur Magharibi. Akizungumza na waandishi habari wa Umoja wa Mataifa, afisa huyo pia amesema kwa kipimo chochote hili ndilo janga kubwa kabisa la kibinadamu duniani, akitaja zaidi ya watu milioni 8 waliolazimika kuyakimbia makazi yao nchini Sudan na milioni 4 waliovuka mpaka kukimbilia nchi 7 ambazo pia zinakabiliwa na njaa na zinahitaji msaada wa kibinadamu. Tehran.
Iran imesema inaipa diplomasia fursa halisi na ya kweli katika mazungumzo ya nyuklia na Marekani licha ya shinikizo linalozidi kutoka kwa serikali ya mjini Washington kuweka mazingira ya malumbano nchini Oman wikendi hii. Mahasimu wa muda mrefu Iran na Marekani wanajiandaa kufanya mazungumzo mjini Muscat kesho Jumamosi yanayolenga kufikia mkataba wa nyuklia. Jumatatu wiki hii, rais wa Marekani Donald Trump alitoa tangazo la kushangaza kwamba utawala wake utafungua mazungumzo na Iran. Mshauri wa cheo cha juu wa kiongozi mkuu wa kidini wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amesema leo Ijumaa kabla mazungumzo ya Oman kwamba Iran inataka mkataba halisi wa haki na Marekani. Mwisho wa habari za ulimwengu. DW Dunia Yetu leo mchana. Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa naye Josephat Charo. Kwenye safu ya uchambuzi mchana huu tutaanzia nchini Tanzania ambako chama kikuu cha upinzani cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimesema kampeni yake ya kudai mageuzi ya mifumo ya uchaguzi sio wasi, siku moja baada ya kiongozi wake kufikishwa mahakamani kwa mashtaka ya ugaidi. Huko nchini Kongo, mapigano makali yameripotiwa kwenye wilaya moja ya jimbo la Kivu Kusini kati ya waasi wa M23 na wapiganaji wa Mai Mai wanaojiita Wazalendo. Na tutaimulika ziara ya waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez nchini China, ambako wametoa mwito kwa Ulaya na China kushirikiana kuikabili Marekani. Maelezo kuhusu namna unavyoweza kuchangia matangazo haya yatafuata muda usiokuwa mrefu. Kwanza lakini ni uchambuzi wa ripoti tulizokuandalia mchana huu, lakini naarifiwa hatutoanzia nchini Tanzania, badala yake tutaanzia nchini China. Rais Xi Jinping wa China ameutolea mwito Umoja wa Ulaya kushirikiana na Beijing kukabili ubabe unaofanywa na Marekani. Xi ameyasema hayo kwenye mkutano wake na waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez. Kauli ya China imekuja baada ya hatua ya Rais Donald Trump wa Marekani kutangaza tozo ya ushuru kwa mataifa mbalimbali kusababisha mchafuko kwenye masoko ya dunia. Saumu Mwasimba ameifuatilia na kutuandalia ripoti ifuatayo. Hivi sasa Rais Donald Trump wa Marekani ameiweka dunia kwenye roho juu kufuatia kishindo alichokianzisha cha kutangaza tozo kubwa za ushuru, kisha wiki hii kutangaza siku 90 za kusitisha tozo hizo kwa nchi nyingi ili kutoa nafasi ya kufanyika mazungumzo. Lakini China haimo miongoni mwa nchi zilizopewa fursa hiyo, na badala yake imeongezewa ushuru wa jumla ya 145%, na kitendo hicho kimeitanua vita ya kibiashara kati ya mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa duniani. Katika mazungumzo yake na waziri mkuu wa Hispania leo Ijumaa mjini Beijing, rais wa China Xi Jinping, kwa mujibu wa shirika la habari la taifa, amesema kwamba China na Umoja wa Ulaya zinapaswa kushirikiana kukabiliana na suala hilo la ushuru. Waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez amemwambia rais huyo wa China kwamba nchi yake inataka kuona zaidi mahusiano yenye usawa kati ya Beijing na Brussels. España es partidaria de unas relaciones entre la Unión Europea y China. Hispania inapendelea zaidi kuona mahusiano yenye urari kati ya Umoja wa Ulaya na China, pamoja na kutafuta namna ya kupata suluhu kupitia mazungumzo, kuondoa tofauti zetu zilizopo na kuona ushirikiano mkubwa katika maeneo ambayo tuna maslahi ya pamoja. Cooperación en ámbitos de interés común. Rais Xi Jinping amesisitizia Umoja wa Ulaya kwamba inapaswa kutimiza wajibu wake wa kimataifa na kushirikiana pamoja na China kupinga vitendo vya kibabe, akisema hatua hiyo sio tu italinda haki za kisheria na maslahi yao, lakini pia italinda usawa na haki kimataifa. Donald Trump, ambaye amepania kuiendeleza vita kibiashara na China, anasema anataka kupanga upya mwelekeo wa uchumi wa dunia kwa kuwalazimisha wenye viwanda kupeleka viwanda vyao Marekani na mataifa ya ulimwengu kuondoa vizingiti kwa bidhaa za Marekani. Hata hivyo, anaomkosoa anasema sera za kiongozi huyo zinasababisha mparaganyiko kwa makampuni ambayo yanategemea kupata bidhaa zao kutoka kwa wasambazaji wengi, na pia ni sera zinazowatenga washirika wa karibu wa Marekani na kufanya bidhaa kuwa ghali zaidi kwa wateja wa Marekani. Waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez, akizungumzia zaidi vita hii ya kibiashara mjini Beijing, alisema, Le he trasladado al presidente Xi. Nimemwambia Rais Xi Jinping, kama ambavyo nimewahi kusema kwa vyombo vya habari kwenye matukio mengine, kwamba vita ya kibiashara sio nzuri. Hakuna mshindi kwenye vita hiyo, na nina uhakika ulimwengu unazihitaji nchi zote mbili, China na Marekani, kukaa kwenye meza ya mazungumzo. Tanto China como Estados Unidos hablen.
China inapambana kutafuta washirika dhidi ya vita hivyo vya kibiashara vilivyoanzishwa na Trump, ambapo Rais Xi Jinping wiki ijayo atakwenda Vietnam, Malaysia na Cambodia, ambako suala hilo la ushuru linatarajiwa kuchukua sehemu kubwa ya ajenda. Alikuwa ni Saumu Mwasimba na ziara hii waziri mkuu wa Hispania huko China na mazungumzo yake na Rais Xi Jinping wa taifa hilo. Ujerumani inapanga kuzindua mfumo wa usajili wa hiari kwa wanajeshi wapya baadaye mwaka huu, ikianza na hatua za awali zitakazojumuisha kurejesha taratibu za uandikishaji wa wanajeshi na usimamizi katika kile kinachoonekana kama ushajiishaji kwa vijana kuhudumu kwenye sekta ya ulinzi ambayo imekuwa ikikimbiwa kwa muda mrefu. Mohamed Khalif na mengi zaidi. Kwa mujibu wa waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius, serikali inasubiri tu kukamilika kwa taratibu za kisheria ili ianze usajili na mafunzo kwa sehemu ya kwanza makrota 5,000 wapya wanaotazamiwa kujiunga mwaka huu. Mwanasiasa huyo kutokea chama cha Social Democrat SPD amesema kazi ya awali tayari imeshakamilika kwa miezi kadhaa sasa, na hivyo kujiwezesha hatua nyingine kufuata mara tu serikali mpya itakapoanza kazi. Makubaliano ya uundwaji wa serikali ya mseto kati ya SPD na muungano wa vyama ndugu vya kihafidhina CDU-CSU yanataka kuanzishwa kwa mfumo wa usajili jeshini ambao katika hatua za awali utakuwa wa hiari. Historia imeongeza na hapa namnukuu, tunakisia kwamba mfumo unaovutia wa usajili jeshini utawaleta vijana wa kutosha wanaotaka kujitolea wenyewe, lakini endapo kwa namna fulani hali haikuwa hivyo, itabidi uamuzi ufanyike wa ikiwa uandikishaji jeshini unapaswa kuwa walazima kwa vijana. Mwisho wa kumnukuu. Ujerumani ilisitisha uandikishwaji wa lazima jeshini na huduma za kiraia mwaka 2011 baada ya miaka 55 ya kuwa utaratibu huo, na hivyo kuivunja mifumo yote iliyokuwa ikihusiana na utekelezwaji wa sharti hilo. Hata hivyo, sheria inayoruhusu kuandikishwa kwa wanaume iliendelea kubakia na inaweza kuamriwa kutumika tena inapotokezea hali ya dharura. Pistorius alisema lengo la serikali ni kuanza na mfumo huo mpya wa uandikishwaji jeshini ndani ya mwaka huu. Vyama vya SPD, CDU na CSU vinakubaliana juu ya haja ya kulitanua jeshi la Ujerumani maarufu kama Bundeswehr, sio tu kwenye vikosi vyake vyenye maafisa 180,000 lakini pia kwenye askari wake wa akiba. Hata hivyo, waziri wa ulinzi wa Ujerumani ameonya kwamba Bundeswehr sasa haina tena uwezo uliokuwa nao miaka 30 iliyopita, akitaja upungufu mkubwa wa vitanda, kambi, wakufunzi na vifaa vya kijeshi. Waziri wa ulinzi amesema kuweka kipaumbele kwenye miradi ya miundombinu ya kijeshi ni muhimu sana kwenye kuimarisha usalama wa taifa na uwezo wake wa kujilinda, na hivyo miradi hiyo lazima iende haraka ili kuweza kuongeza idadi ya wanajeshi na kutanua nafasi ya mifumo mipya ya ulinzi. DW tunavuma kwa kishindo. Tunavuma kwa kishindo. Kumbuka